Karibu tena ndugu mwanamichezo kwenye kituo chako pendwa cha habari za michezo na burudani. Na leo tunazo habari njema kwa wapenzi wa soka la Tanzania, hususan mashabiki wa klabu ya soka ya Young African Sports Club kuelekea kwenye michezo yao ya kimataifa ya kundi B. Moja ya makundi ambayo yanaonekana ni makundi magumu, lakini mpaka hivi sasa kwa klabu ya soka ya Yanga zipo habari njema zaidi. Ukiachana na ile ya kushinda mchezo wake wa kwanza na kutoa suluhu kwenye mchezo wa pili ambao klabu ya soka ya Yanga walicheza dhidi ya JS Kabylie na kufanikiwa kupata alama 4 wakiwa nafasi ya pili, juu wakiwa ni Al Ahly ambao na wao wana alama 4 baada ya kutoa suluhu kwenye mchezo wao dhidi ya AS FAR Rabat. Kwenye mchezo huu AS FAR Rabat walikuwa nyumbani, lakini Al Ahly waliwalazimisha kutoa suluhu. Hivyo klabu ya soka ya Yanga wametoshana pointi na Al Ahly, na tofauti ni idadi ya magoli ambayo Al Ahly ameshinda. Utakumbuka alimfunga goli 4 JS Kabylie. So habari njema na ambayo unatamani uisikie ndugu mwanamichezo ni kuhusiana na hali ya AS FAR Rabat kwenye michuano hii ya CAF. Yes, tutakumbuka mchezo wa AS FAR Rabat dhidi ya Al Ahly ambao ulipigwa kwenye uwanja wa AS FAR Rabat. Mchezo huo ulitamatika kwa suluhu, lakini kwenye suluhu hiyo ilikuwa ni suluhu ya goli 1-1. Ndani ya mchezo huo zilitokea vurugu ambazo kulingana na sheria na namna ambavyo CAF wanatoa adhabu, huenda AS FAR Rabat wakapata adhabu ya kufungiwa kuingiza mashabiki kwenye mechi 3 mpaka 5. Yes, mazali klabu ya soka ya AS FAR Rabat itafungiwa kuingiza washabiki kwenye mechi 3 mpaka 5, basi klabu ya soka ya Yanga huenda wakapata bahati ya kwenda kucheza mchezo wao wa marudiano dhidi ya AS FAR Rabat kwenye uwanja ambao hautakuwa na mashabiki. Hivyo watakuwa comfortable kuhakikisha wanatetea taji lao na wanatetea nembo ya klabu ya soka ya Young African Sports Club. Hizi ni habari njema sana kwa wanayanga na wapenzi wa soka la Tanzania na Afrika kwa ujumla. Sasa tunaweza kuhakikisha kuwa klabu ya soka ya Yanga wapo kwenye nafasi nzuri sana ya kuingia kwenye hatua ya robo finali, licha ya kuwa wanatokea kwenye miongoni mwa makundi magumu mno kwenye makundi ambayo yamepangwa hivi sasa. Ziada ni klabu ya soka ya Simba Sports Club leo itaingia ulingoni kupambana dhidi ya Stade Malien kwenye jiji la Bamako. Stade Malien wako nyumbani, so klabu ya soka ya Simba wanapambana kuhakikisha wanapata ushindi wao wa kwanza kwenye mchezo huu. Tuandikie maoni yako juu ya idadi ya magoli ambayo unahisi klabu ya soka ya Simba itashinda hii leo. Ni hayo tu ambayo tumekuandalia hii leo. Nikukumbushe kusubscribe kama bado haujasubscribe, lakini pia usisahau kuweka comment kwenye comment section, ipe like hii video. Kumbuka mimi naitwa J Kibuga na hii ni J Sport.